Khadija Ahmad Katobagula ni mkazi wa wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma. Ni mkulima wa mazao ya misitu kwa maana ya miti tangu 2003 mpaka leo. Sababu iliyotufanya tujitokeze kwenye vyombo vya habari leo ni kuzungumzia lalamiko au mkwama ambao tumeupata kutoka kwenye mradi wa TIST. TIST maana yake ni the International Small Group and Tree Planting Program. Kwa Kiswahili ni program ya wakulima wadogo wadogo wa miti. TIST ilianzishwa Tanzania mwaka 1998 mkoa wa Dodoma, na ni taasisi ambayo inashughulika na kilimo cha miti ili kuhifadhi mazingira, lakini pia kufanya biashara ya Uganda na Tanzania. Na Tanzania ilianza na mikoa mitano ikiwemo mkoa wa Kigoma kwa kuanzia wilaya ya Kibondo na Kakonko. Sasa sisi kama wakulima wa wilaya ya Kibondo tumeshalima miti muda mrefu, na miti yetu imeshahesabiwa, imeshapimwa kitaalamu kama inavyotakiwa kwa kila kikundi. Na mwaka 2000 na tumejaribu kufuatilia kwa viongozi wasimamizi wa TIST, wanatuambia pesa zipo, lakini sasa tunakaa mwaka wa pili malipo hayajaja wala mikataba. Tumejaribu kufuatilia kwa mkuu wa wilaya mwezi wa 3 mwaka huu. Tunashukuru alitupa ushirikiano mzuri tu wa kufanya mawasiliano na viongozi wa ngazi mbalimbali za TIST, lakini mpaka leo ni mwezi wa 3 sasa hatujaona jipya lolote. Tumejaribu kuwashirikisha wabunge wetu wa jimbo la Muhambwe na jimbo la Buyungu, lakini bado haijazaa matunda. Tukiwataka watufikishie ujumbe wetu wizarani na hasa kitengo cha carbon kilichopo Morogoro, lakini mpaka sasa hatujapata majibu. Na hivyo tukasema bora tufikishe ujumbe wetu kwa viongozi wa juu, ikiwezekana serikali au kituo cha Carbon Center Morogoro, mama yetu Samia, waziri mkuu, watuambie tatizo ni nini. Kwa sababu kama ingekuwa ndoa akishika uchumba tumeshapata, sasa kwa nini hii ndoa isikamilike? Tatizo liko wapi? Kwa uchache naweza kusema hivyo. Asante sana. Kwa majina naitwa Regina Gabriel Nkirie, ni mkulima wa mazao ya misitu na husika na upandaji wa miti. Ni mkazi wa wilaya ya Kibondo. Nipo kwenye mradi huu wa TIST katika kikundi cha Bitare Women Group ambacho kipo kijiji cha Bitare, wilaya hii ya Kibondo, mkoa wa Kigoma. Kama ambavyo mnafahamu, lengo kuu ambalo tumewaita hapa ni kuhusu lalamiko letu la kucheleweshewa malipo ya hewa ukaa. Nitaenda moja kwa moja kwenye changamoto ambazo tumezipata baada ya kuwa malipo yetu yamechelewa. Kama mnavyojua, kama wakulima, kupanda miti kama chanzo cha kujiingizia kipato. Sasa unapoingia kwenye mradi fulani, mradi unakuja na masharti mbalimbali, ambapo wananchi walikuwa pamoja na malengo ya mradi ikiwa ni utunzaji miti, kutoa elimu ya upandaji miti pamoja na mambo ya kilimo, lakini hasa ni ukuzaji wa kipato. Sasa wananchi walikuwa wanategemea mazao yao ya misitu kuwaingizia kipato. Sasa wanapokuwa wamecheleweshewa malipo yao, ina maana kwamba hawawezi kuuza mazao yao ya misitu, lakini pia na pesa ambazo walitarajia hazijaja. Anza majina. Kwa jina naitwa Kennedy Stafford Sarundari. Japo sauti si rafiki kwa vyombo vya habari, ila ni sauti imekera kulingana na changamoto ya ukosefu wa fedha mwilini. Ila nimekaa hapa kwa kuwakilisha cluster 2 ya Mabamba na Mkabuye yenye makundi yasiyopungua 8 na ujio wa wajumbe wasiopungua 350. Kwa hiyo kukaa kwangu hapa ni mtazamo watu 350. Kama swali lilivyokuja mtangazaji, ukosefu wa fedha una visababisho vingi. Kwanza ni fedha tuliyoitarajia. Kwa hiyo tarajio halikukamilika. Cha kwanza, nyoyo yetu kafa ganzi. Cha pili, kasi tuliyokuwa nayo, japo kupanda miti kuna maisha katika nafasi yetu,
ila kasi ilipungua kwa ukosefu wa uchumi, kwa sababu mashamba ya karibu ya wajumbe walio wengi yameshawazidi uzito watu binafsi. Kwa hiyo upatikanaji wa pesa unaleta katika mnyororo wa thamani wa kiuchumi, kwa sababu tunaozira ni wengi. Tunapokuwa tumepata pesa, hata wana vijiji wanahamia kwenye mashamba yetu kufanya kazi za kutwa, kwa sababu mkanda wa dhahabu na kuwa umechana. Sasa changamoto tuliyojumuika na wenzetu kuitafuta hiyo fedha ni kutaka kukimbiza hilo gurudumu, kwa sababu hapa tuna mitazamo miwili ndani ya kitu kimoja. Baada ya miezi mitatu umekwenda mwaka wa 4. Wapo waliopata mara ya pili nao wakapewa miezi mitatu, wameenda mwaka wa 3. Lipo grupu ambao ni kubwa zaidi hawajaramba hata kidogo, na ukizingatia miti iliyo mingi sio miti ya matunda, kwa utachoma voka, utakula chungwa. Miti mingi ni isiyokuwa na matunda, kwa hiyo ni miti isiyokuwa na urafiki na mdomo. Neema Jalali Paulo ni mkulima wa mradi wa TIST ambao upo katika kijiji cha Kumwambu, wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma. Niko hapa kulalamikia hili swala la pesa. Kama wenzangu waliopita walishaongea mengi, lakini mimi naomba mradi wa TIST kupitia Wizara ya Maliasili watufikirie. Malipo yamechelewa sana, tena sana. Ukiangalia sisi hapa, wengineo hapa ni wajane ambao tulikuwa tunategemea hilo zao la miti tuweze kuimarisha familia yetu. Hiyo pesa itakapokuwa haijafika tutaathirika sana. Yaani tulishaathirika, ila tutaendelea kuathirika. Na baada ya hapo sidhani kama tutaweza kuendeleza kuzalisha hewa ukaa. Watufikirie, malipo yamechelewa sana, tena sana. Ukiangalia sisi hapa, wengineo hapa ni wajane ambao tulikuwa tunategemea hilo zao la miti tuweze kuimarisha familia yetu. Hiyo pesa itakapokuwa haijafika tutaathirika sana. Yaani tulishaathirika, ila tutaendelea kuathirika. Na baada ya hapo sidhani kama tutaweza kuendeleza kuzalisha hewa ukaa. Asante sana. Mimi naitwa Christopher Brighton Chubwa. Mimi ni mratibu msaidizi kwa kanda hii ya Magharibi. Wakulima ambao wamejiunga kwenye vikundi vidogo vidogo kwa ajili ya kupanda miti, na sisi kama mradi tunaunganisha na soko la carbon. Haya malalamiko ambayo nazungumza, niliwahi kupigiwa simu na Mheshimiwa DC kwamba kuna wakulima wanalalamika kwamba hawajalipwa malipo ya carbon. Kama mradi ninachokifahamu kwa tunatoa malipo ya awali kama advance kabla zile kaboni zao kabla hazijathibitishwa. Kwa hiyo wamewahi kupata malipo ya carbon, na hayo malipo Mheshimiwa DC amewahi kushiriki kuwapa voucher wakulima. Kwa hiyo si kweli kwamba wakulima bado hawajawahi kupewa malipo ya carbon. Kwa mkataba uko serikalini na unafanyiwa kazi, na hivi tunavyozungumza tarehe 29 tumepata mwaliko wa kwenda ofisi ya makamu wa rais kwa kitengo kile kinachoshughulikia na masuala ya carbon. Kwa hiyo nafikiri baada ya tarehe 29 basi tutajua kama mkataba uko tayari au hauko tayari. Hilo tu ndo naloweza kusemea. Ninachoweza kuwashauri wakulima, kwanza waendelee kuhudhuria mikutano ile ya cluster ambayo ndio mikutano ya kupatia taarifa, ndio sehemu sahihi ya kupatia taarifa ya nini kinachoendelea kwenye mradi. Kwa hiyo waendelee kwa wavumilivu wakati serikali inapitia huu mkataba, na mkataba ukishakuwa tayari viongozi wetu wanajua utaratibu wa malipo unavyofanyika. Kwa hiyo malipo watapata mara tu baada ya kusaini mkataba, lakini kwa sasa wao wavumilivu, waendelee kuhifadhi miti yao walioipanda, waendelee kupanda miti kwa imani kwamba upo wakati wakisha saini mkataba kila kitu kitaenda sawa, baada ya serikali kujiridhisha kwamba kilicho kwenye mkataba kina maslahi mapana kwa mkulima